Mpenzi, kuna kitu nataka nikuambie. Usijali mpenzi, we niambie tu. Lakini kabla sijakuambia nataka ubashiri kwanza kitu gani ninachotaka kukuambia. Jamani, sasa nitajuaje kitu unachotaka kuniambia? We niambie bwana. Okay, leo nimeenda hospitali kupima na vipimo vimeonyesha kuwa nina ujauzito wa wiki 6. Wow, hizi ni habari njema mpenzi. Yaani mwenzio hapa nilipo nina furaha hadi natamani nipige kelele ili kila mtu ajue kwamba nina ujauzito. Baby, we unafurahia hili jambo, lakini mimi sipo tayari kubeba hili jukumu kwa sasa. Kwa nini usiwe tayari wakati huyu mtoto ni wako? Mimi sijasema kwamba mtoto sio wangu, ila nimesema sipo tayari kubeba hili jukumu kwa sasa, kwa sababu sasa hivi mambo ni magumu sana. Ukizingatia nina watoto 2 kutoka kwenye ndoa yangu ya kwanza, lakini pia nakumbuka mimi na wewe tulikubaliana tusipate mtoto kwa sasa. Baby, huu sio muda wa kuzungumzia mambo yaliyopita. Maana kama ni mtoto tayari yupo tumboni, na zaidi ya hayo yote mimi siwezi kutoa hii mimba. Mimi sijasema utoe hiyo mimba. Okay, unajua nini? Tutamlea huyo mtoto, sawa? Asante sana mpenzi, nakupenda. Nakupenda pia. Njoo hapa. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi. Hapana Alex, utakuwa unatania. Niko serious. Alex, kweli umeamua kuingia kwenye mapenzi na mwanamke mwingine tena? Sio mwanamke mwingine Steve. Yeye ni mama wa mtoto wangu ambaye hajazaliwa. Mimi binafsi sikuwahi kuamini kama ungeweza kuanzisha familia na mwanamke mwingine mapema kiasi hiki baada ya kuachana na mke wako wa kwanza. Steve, sijasema kwamba naoa, ila ninachofanya ni kujifunza kuwa mwaminifu na kujitolea kwa mwanamke mwingine. Na kama nilivyosema awali, yeye ni mama wa mtoto wangu ambaye bado hajazaliwa. Hebu jisikilize unavyoongea. Yaani unaongea kama mvulana wa miaka 18 aliyepagawa na mapenzi. Usiniambie umegeuka kuwa lover boy siku hizi. Hebu acha mambo yako bwana. Lakini ndugu yangu, unatakiwa kuwa makini sana. Maana wasichana wa mjini hawaaminiki siku hizi. Usiwe na wasiwasi kaka. Mimi niko makini kuliko unavyofikiria. Wow, ananipigia simu. Si upokee. Halo mpenzi. Hello baby, naomba unitumie milioni 5. Milioni 5? Ndiyo, milioni 5 naomba unitumie haraka, maana nataka kununua vifaa nitakavyovitumia hospitali siku ya kujifungua. Sawa, nakutumia sasa hivi. Asante baby, nakupenda. Nakupenda pia. Huyo mpenzi wako ndo kakwambia umtumie milioni 5? Ndiyo. Kuwa makini kaka, huyo mwanamke atakufilisi. Mimi namtumia hiyo milioni 5 kwa sababu ya mtoto wangu. Kwa hiyo hata ikitokea nimefilisika, jua kwamba nimefilisika kwa ajili ya mtoto wangu na sio mwanamke. Sawa kaka, mimi sina cha kukushauri tena. Ngoja niende nikamtumie hiyo pesa kwa wakala. Narudi sasa hivi. Sawa. Mpenzi, mimi ndo naenda kazini. Jamani, mbona mapema sana? Kuna wateja wangu wanataka tufanye kikao saa 2 kamili. Hivyo inabidi niwahi kwenda, ili nisije nikachelewa. Sawa mpenzi, lakini mbona humuulizi mtoto wako anataka nini? Nilikuwa nimesahau. Hivi ni msichana au mvulana? Ni mvulana. Sawa bwana. Lakini mimi nilikuwa nataka msichana. Mimi nataka mvulana. Sawa, niambie anataka nini? Anataka niende supermarket nikamnunulie vitu vyake vya kuchezea. Sawa, unahitaji kiasi gani? Nahitaji milioni 8 tu. Milioni 8? Ndiyo. Ina maana vitu vya mtoto ni ghali kiasi hicho?
Mpenzi, sasa hivi mambo yamebadilika sana, ukizingatia imepita miaka 4 tangu ulipopata mtoto na ule mke wako wa zamani, na pia sasa hivi vitu vimepanda bei kwa sababu mafuta yamepanda bei sana. Naelewa kuhusu hilo mpenzi. Basi nitahakikisha na kutumia hiyo hela kabla sijafika ofisini. Asante mpenzi. Usijali mpenzi. Kuna jingine au ni hayo tu? Kuna jambo nataka kukuambia lakini naona nitakusumbua. Usijali mpenzi. We niambie tu. Mi niko hapa kwa ajili yako. Nilikuwa naomba uninunulie gari kama inawezekana kwa sababu sasa hivi napata shida kutembea juani na huu ujauzito. Gari tu? Ndiyo. Sawa, basi nikitoka kazini jioni, nitapita pale Swahili Motors nikununulie gari. Wow, asante sana mpenzi kwa kunijali. Usijali mpenzi. Kuna jingine au ni hayo tu? Kwa leo ni hayo tu. Sawa, lakini kuna kitu nimekumbuka. Kitu gani hicho? Unajua mke wangu wa zamani alikuwa akienda kliniki za wajawazito na hakuwahi kukosa hata siku moja, na mara zote alizokuwa anaenda nilikuwa naenda naye, kwa sababu walikuwa wanasisitiza kila mwanaume amsindikize mke wake kliniki ili ajue maendeleo ya mama na mtoto katika kipindi chote cha ujauzito. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba wewe umekuwa ukienda kliniki peke yako na hujawahi kuniambia twende wote hata siku moja. Mpenzi, mimi sikuambii twende wote kwa sababu naona uko busy sana. Hapana mpenzi, mimi nataka kwenda na wewe. Nataka kuona hali ya mtoto akiwa tumboni, nataka kusikia mapigo ya moyo ya mtoto, yaani kwa kifupi, nataka kushiriki katika kila hatua. Hapana mpenzi, mimi sitaki kukusumbua. Usijali, wewe fanya kazi kwa ajili yetu na mimi nitasimamia huu ujauzito mwenyewe hadi siku nitakapojifungua. Lakini mpenzi, na mimi pia nataka kushiriki malezi ya mtoto wetu akiwa tumboni. Najua mpenzi, lakini naomba uniache nilishughulikie hili mwenyewe. Sawa, hakuna shida kama umeamua hivyo. Nakupenda sana mpenzi. Nakupenda pia. Asante, nenda sasa usije ukachelewa kikao. Sawa, basi tutaonana baadaye. Oh, mpenzi, tayari umeshajiandaa? Tayari nimejiandaa muda mrefu sana na sasa hivi ndo naenda kazini. Sawa mpenzi. Halafu vipi kuhusu yule mtu wa delivery? Bado hajafika, nafikiri atafika mchana. Sawa. Nenda ukatafute pesa kwa ajili yangu na mtoto wetu mpenzi. Sawa, tutaonana baadaye nikirudi. Sawa, uwe na kazi njema. Na wewe pia ubaki salama. Nimesahau funguo. Halo. Halo mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, hujambo? Sijambo mama, hao mafundi wameshafika? Bado hawajafika, ila muda si mrefu watakuwa wameshafika. Tafadhali mama, waambie wajenge hiyo nyumba haraka, yaani nataka ndani ya miezi 5 hiyo nyumba hiyo imeshakamilika. Niliongea nao kuhusu hilo, wakasema kama pesa ipo, kazi itakamilika ndani ya muda mfupi uliopangwa. Waambie pesa sio tatizo, baadaye nitatuma milioni 15 kwa ajili ya mabati. Sawa mwanangu, lakini hizi pesa zote umezipata wapi? Kuna mjinga mmoja nimemdanganya kuwa nina mimba yake, kwa hiyo kila ninapohitaji pesa ananipa bila hata kuuliza. Kwa hiyo cha usiku mimi ni mjinga, si ndio? Baby, kwa nini hukuniambia kwamba unarudi? Kwani ni lazima nikuambie kila ninaporudi? Hapana mpenzi. Okay, nataka unijibu swali langu. Ni kweli una mimba? Nijibu cha usiku. Ukweli ni kwamba mimi sina mimba. Kwa nini ulinidanganya kuwa una mimba cha usiku? Naomba unisamee mpenzi. Sasa nimeelewa kwa nini ulikuwa unaniomba pesa kila wakati.
Kumbe huu ndio ulikuwa mpango wako ili uniibie pesa zangu? Hapana, sio hivyo mpenzi, naomba unipe nafasi nikuelezee. Sitaki kusikia maelezo yako cha usiku. Na kuanzia leo, wewe sio mpenzi wangu tena. Kwa hiyo naomba uchukue kila kilicho chako na utoke nyumbani kwangu.